Leo nitakupeleka kwenye hadithi moja ya kijeshi ya kusisimua sana kuhusu askari mmoja mwaminifu, lakini aligeuzwa kuwa adui wa taifa baada ya kugundua siri kubwa ya jeshi. Ni katika msitu mzito sana, upepo unavuma mno, majani yanatikisika. Kamera inamuonesha Kevin akikimbia kwa nguvu mno, akiwa na majeraha usoni, mikono yake imejaa damu ndogo ndogo hivi, na macho yake yanaonyesha kuwa na hofu na hasira kwa wakati mmoja. Na nyuma yake kuna kundi kubwa la wanajeshi likimfukuza mshikaji. Basi risasi nyingi zikawa zinapigwa kishenzi. Kevin akawa anakimbia mno, mara nyingine anadondoka, ila ananyanyuka tena kwa sababu anajua akidakwa tu ndo ameisha hivyo. Lakini swali ni kwamba ni kwa nini huyu mwanajeshi anakimbizwa na wanajeshi wenzake? Sasa iko hivi, miezi miwili nyuma Kevin alikuwa kwenye kikosi maalum cha jeshi ambacho kinaitwa Tactical Squad 09, kikosi chenye sifa ya kutokosea kwenye operation yoyote ile. Lakini kwenye operation moja ya usiku hivi Kevin aligundua kitu ambacho sio cha kawaida hata kidogo. Kikosi chao kilikuwa kinauza silaha kwa magaidi waliokuwa wakiharibu vijiji, na mchizi alijaribu kuripoti kwa wakubwa wake, lakini dakika chache tu baadaye jina lake likafutwa kwenye orodha ya askari hai. Kwa hiyo ikaonekana kwamba Kevin amekuwa adui wa jeshi, na jeshi likatoa agizo kwamba Kevin atafutwe popote alipo, iwe hai au amekufa. Sasa mchizi akakimbilia msituni, na kwenye huu msitu amewahi kufanya mafunzo ya kivita huku, kwa hiyo anaujua vizuri huu msitu, kila chocho anaifahamu. Na mchizi akakaa kwa msituni kwa takriban siku 3 hivi bila chakula chochote kile. Siku ya 4 akakutana na mzee mmoja hivi ambaye yupo kwenye kabila la wawindaji. Kisha huyo mzee akamficha mchizi kwenye kibanda chake na akamtibu majeraha ambayo alikuwa ameyapata. Mzee akamwambia kwamba niliwahi kuwa mwanajeshi zamani, najua uso wa mtu anayekimbia bila hatia. Kevin akasema kwamba wanataka kumuua kwa sababu wanafahamu ukweli wote. Basi baada ya kupona, Kevin akajiandaa kukabiliana na hii hali. Hakutaka kukimbia tena, bali akapanga kushambulia kimya kimya. Mchizi akatengeneza mitego ya kivita, akapanga ramani ya msitu mzima, na akaapa kwamba kabla hajafa ni lazima dunia ijue ukweli wote. Huku kwenye kambi kuu ya jeshi, taarifa zinatoka kwamba Kevin bado yupo hai. Kuna mchizi mmoja hivi anaitwa Captain Morel. Huyu alikuwa rafiki wa Kevin, kwa hiyo ndo akapewa amri kwamba amfuatilie Kevin. Lakini ukweli ni kwamba Morel anajua kwamba Kevin hana kosa lolote lile, isipokuwa wakubwa wake wamempa amri moja tu, amkamate Kevin, awe hai au amekufa. Basi Morel akaingia msituni kumtafuta Kevin sasa, na baada ya siku moja hivi akafanikiwa kukutana na Kevin, ambapo washikaji wakaanza kuzichapa. Zilipigwa bunduki pale, sio poa. Baada ya kupiga risasi kwa muda mrefu, ikabidi washikaji wakae chini waanze kuyazungumza tu. Kevin akamwambia mshikaji wake kwamba ina maana ulijua hii siri na ukutaka kusema. Morel anasema kwamba alishindwa kusema ili kulinda uhai wake tu. Kevin akasema basi mimi nipo tayari kufa, ni lazima niseme ukweli. Basi Morel ikabidi amwachie Kevin tu, akaachana na haya mambo ya kumkamata kabisa. Basi Kevin akampigia simu mwanahabari mmoja hivi anayeitwa Linda, anamwamini sana huyu. Akamwambia kwamba kuna ushahidi anao, kwa hiyo anataka kumpatia kabla hajakamatwa kwa sababu mchizi anajua muda wote ule atapotezwa. Basi wakakubaliana kukutana kwenye daraja fulani hivi la zamani sana ambalo liliharibiwa kwa vita, lakini huku jeshini wakapata hizo taarifa. Basi ikawa ni mbio kati ya Kevin na helikopta 3 za kijeshi. Washikaji wanamfukuzia ili wamkamate ili asiweze kwenda kutoa ule ushahidi. Mchizi alipofika darajani akampa Linda flash ambayo ina ushahidi wote wa uhalifu ambao umefanywa na wale maafisa wa juu. Basi milio ya risasi ikaanza, ambapo Kevin akamsukuma Linda chini ya daraja, akamwambia kwamba hakikisha ukweli unajulikana nchi nzima. Ghafla bomu likalipuka nyuma yake, ambapo Linda akaanguka majini, lakini alikuwa hai bado, ila Kevin akatoweka na ule mlipuko. Kwa hiyo kiufupi ni kwamba Kevin alifariki. Wiki moja baadaye video ikasambaa mtandaoni, huku sauti ya Kevin ikisikika. Kevin alikuwa anasema kwamba ukweli unaweza kufichwa kwa muda, lakini hauwezi kufa kamwe. Basi jeshi likashindwa kukanusha tuhuma hizi, ambapo majina ya viongozi wakubwa jeshini yakatajwa kuhusika na mpango huu. Sini ya mwisho tunamwona Linda anatembea kwenye makaburi ya mashujaa akiwa amebeba medali ya ujasiri aliyopewa kwa niaba ya Kevin. Kisha wale maafisa ambao walihusika na tuhuma zote hizi wakawekwa ndani. Na hapo ndo nakuwa mwisho wa hii filamu. Niandikie maoni yako, umeonaje? Ulikuwa na mimi Clever OG, tukutane tena wakati mwingine.